Jumanne. Tumpongeze bwana, mtu kafika mbali. Haya mambo makubwa. Hapa ni katika pasi milioni. Ya. Ndugu zangu, si unajua watu wa football sisi. Ngoja kumpongeza rais wa boli. Karibu bwana. Godi, pindukia huku Godi. Karibu sana Simba Ulaya. Mtu wa maana, moja kati ya mashabiki wakubwa nguli wa klabu ya Simba amewasili. Karibu ndugu yangu. Bwana fresh fire moto wale wote, namshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, nikiwa na afya njema tele. Ndipo ndugu yenu, kwanza nimefarijika sana juzi kati shabiki mwenzetu alikuwa anaumwa kwa kweli. Laxi mlijitokeza kwa wingi kwenye swala kama lile, swala letu sisi. Kwa hiyo nipo kama ndugu yenu. Karibu sana. Nikiwa kama mdau wa mchezo leo wa mpira. Simba Ulaya. Zidane Mblati kama kawaida, pasi nyingi. Pasi nyingi. Zidane bwana Mblati. Bwana, mimi nataka uniambie, umekuja hapa kwenye hafla ya rais wa klabu ya Young Africans baada ya kuteuliwa kwenye nafasi kubwa kule FIFA. Wewe umepata mwaliko huu kutokea wapi, au ni mapenzi yako tu kwa mpira wa Tanzania? Mimi ujue mtu wa football, na ukiona ngoma wenye ngoma ndio sisi, na ukiangalia duniani wenye mpira wao ni FIFA. Utakiwi tena tujaji kwamba alipata labda ile nafasi sijui kwa staili gani, mradi kwa mafifa amemuizinisha. Sisi tunakuwa tuko nao sisi watu wa football. Hata ukiangalia sio yeye peke yake, kuna ule dada mmoja na kuna wale Skaria, wote nao wamepata hiyo nafasi. Kwa hiyo ni jambo la faraja, jambo la heri. Sisi wote ni watu wa mpira wa miguu, ndio starehe yetu. Kwa mfano kama mimi sina starehe yote zaidi ya football, ndio starehe yangu, na kushiriki ibada tukakaa. Nakujua. Chumvi ya mawe. Unamzungumziaje sasa rais wa Yanga kwa kupata hiyo position? Ni jambo la faraja na ni jambo la heri kwake mwenyewe binafsi. Amepambana kadiri ya uwezo wake ndio ilipofikia. Ni jambo kwa kweli la kumpongeza, na ukiangalia kila mtu anataka nafasi yake ipate, lakini ikifika wakati utafanikiwa kuipata. Nampongeza kwa hichi ambacho alichokifanya na hichi alichokipata kaka. Maana hii ni nafasi kubwa, bila shaka inaongeza uzoefu katika karia yake ya mpira. Uoni pia kwenye uongozi wake kama itawasumbua nyinyi sasa wapinzani wake, kwa sababu atakuwa anapata experience kutoka kwa viongozi wakubwa FIFA, anakutana na watu wengi. Kama juzi tu alikuwa Roma, Italy, alipata mwaliko wa rais wa PSG ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Ulaya. Uone experience, uzoefu anaupata, kama utazidi kuwaletea shida kama wapinzani. Sasa tukirudi huku ndani, shida inakuwa ngumu kuwa kwenye shida, kwa sababu hili ni swala la kififa, na kama ni mjumbe wa vilabu kwamba kusema kwamba shida kwenye ligi yetu itakuwa kila timu ujue na stili yake jinsi inavyoandaa mazingira kupata matokeo na quality ya wachezaji iliyokuwa nayo. Kwa hiyo kwenye mpira wetu iko tofauti na yeye cheo chake jisikilivu. Cheo chake ni rais wa mjumbe, yani ni mjumbe wa vilabu barani kwenye FIFA. Kwa hiyo ni kama mjumbe hii kwenye vilabu haitoleta shida, ni jambo la kawaida tu katika mchezo wa mpira miguu. Ni kumpongeza kwa hiyo hatua ambayo aliyoifikia. Hata mimi chumvi ya mawe vile vile natamani vile vile niwe shabiki bora vile vile FIFA nao wanitambue. Simba Ulaya huyo. Kwa hiyo ni jambo la heri. Kwa hiyo ni jambo kwa kweli la kumpongeza. Alisumbui ligi yetu mwenyewe, unafikiri ukiangalia labda sana kule FIFA alikokwenda sana ajitahidi labda kuwa karibu labda na TFF na bodi ya ligi, tuboreshe labda viwanja vyetu. Nafikiri vingi vimekuwa havina ile quality ya kupiga mipasi mingi ambayo kana kwamba mimi napenda kufarijika. Viwanja vingi vinakuwa kama kile sani cha kukangabisi ile muda mwingi kinarukaruka. Juzi